walio na maskini. Tukikubali kwamba huu mwongozo tusaidie katika maisha ya kila siku, tuwe watu wenye moyo safi, watu wa kupatanisha watu. Leo Yesu anaendelea pale pale, anaongea kwa kuthibitisha bila kusema kwamba ilikuwa au itakuwa, kwamba nyinyi ni chumvi ya dunia, nyinyi ni nuru ya ulimwengu. Sio kwamba mtakuwa au mlikuwa, kwamba leo tunaenda kusimama hapa mbele za Mungu, sisi tayari ni chumvi na ni nuru. Lakini swali ni ule uchumvi, ile ladha tumeilinda, imedumu? Watu wanaona hiyo ladha katika maisha yao? Kwa sababu tukiangalia kwa kawaida, chumvi ni bidhaa ambao kila mtu anaweza akanunua, ya chini sana, ya chini sana, lakini ni ya muhimu sana. Chumvi huleta ladha katika chakula, na pasipokuwa na chumvi basi usikia basi niongezee chumvi, naomba chumvi basi. Sisi ndio hiyo ladha. Naomba leo tutafakari ni wapi tumepata ladha katika maisha ya kila siku, kwenye mahusiano yetu ya kila siku, iwe ni katika familia, mahusiano ya kawaida, iwe ni kazini. Labda nimepoteza ile ladha. Wale ambao tumejaliwa kuwa na kuongoza, iwe ni kikanisa, iwe ni kisiasa, jamii kawaida, kama mimi kama kiongozi nina hiyo ladha, nimeirudisha hiyo ladha ambayo inahitajika kuonekana watu wote. Umegusa nani? Umekuja nani moyo? Tutafakari ni jinsi gani ambapo sisi tunapoteza ladha yetu, na hatujaleta mwanga, hatujaangazia watu katika maisha yao. Nia ya misa hii ni kuombea marehemu John Simon Mtenga, Regina Joseph Mtenga, Okwaz John Mtenga, Ewani John Mtenga, Gekwanga John Mtenga, Mercedes John Mtenga, umeomba Regina Mtenga. Kumshukuru Mungu kwa ajili ya mtoto wake Arabelle kutimiza miaka 2 ya kuzaliwa siku ya leo. Anamuomba Mungu kwa maombezi ya Mtakatifu Akita wazidi kumlinda, kulea na kuepusha kila baya kwenye imani na maisha yake. Tumeomba kwa yake. Kumshukuru Mungu kwa ajili ya mtoto wake kupata matokeo mazuri ya kidato cha 4. Tumeomba na Beatus. Wanamuomba amuongoze siku zote za maisha yake. Tumeomba Beatus. Kumshukuru Mungu kwa watoto wao kwenye mtihani wa kumaliza kidato cha 4 kwa maombezi ya Mama Bikira Maria. Wanawaombea watoto hao baraka za Mungu katika masomo yao kidato cha 5. Tumeomba pamoja kumwombea marehemu Nemes Mathias Limo ambaye amepoteza miaka 11 tangu alipoitwa kwa baba kwa yake ibati leba kwa imeomba. Na pia sisi wanashirika wa Roho Mtakatifu kumwombea hadi wetu Daniel Macha aliye hii, kumwombea Mungu rehemu na mwalie kushukuru kupenda. Na kwa njia ya pekee leo tunaendelea kumwombea Maroko Akijema, yuko hospitalini na Mungu ndio wepesi akulie afya apate kurudia kazi zake za. Kwa nia hiyo tunataka moja basi, kabla ya kufunga takatifu mambo msamaha ili tusaidishe kuhakikisha na kuamini kwa Yesu. Mungu mwenyezi atuhurumie na kusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele.
ndipo nguvu yako itakapopambazuka kama asubuhi, na afya yako itatokea mara, na haki yako itakutangulia. Utukufu wa Bwana utakufuata nyuma ulivyo. Ndipo utaita na Bwana ataitika, utalia naye atasema mimi hapa. Kama ukiondoa nira, msiwepo kati yako, wala kunyoosha kidole, wala kunena maovu, na kama ukiingia kuitaa nafsi yako na kuisimamishia nafsi iliyoteswa, ndipo nuru yako itakapopambazuka gizani, na kijiji chako kitakuwa kama adhuhuri. Neno la Bwana. Nuru huwafikia wenye akili sana.
imani yenu isiwe katika hekima ya wanadamu, bali katika nguvu ya kumzaa Mungu. Neno la Bwana. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Yesu aliwaambia wafuasi wake, ninyi ni chumvi ya dunia, lakini chumvi ikiwa imeharibika itatiwa nini hata ikolee? Haifai tena kabisa, ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hawezi kustirika ukiwa juu ya mlima, wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo yawaangaza wote waliomo nyumbani. Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Neno la Bwana. Ndugu zangu, tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Wakati wa utangulizi niliwakumbusha masomo ya Dominika iliyopita, haswa somo la Injili, ambapo tumepewa mwongozo wa kila siku. Nisiseme kwamba ni sheria mpya, lakini ulikuwa ni mwongozo wa zamani wa wana wa Israeli, ambao Yesu alichukua nafasi na fursa akaketi mlimani. Naomba tuelewe kwanza dhana nzima ya kuketi mlimani, ni kwamba aliketi kule kuongea kwa mamlaka, akiwakumbusha basi, mkitaka kuishi maisha ya kila siku mkafanye mambo haya, kwamba mkawe wenye moyo safi, mkawe watu wa rehema, mkawe watu wa kupatanisha watu, mkawe watu wenye huzuni kwa matendo yao mabaya. Maana kwamba ule mwongozo ulikuwa utuongoze mpaka Dominika ya leo. Yesu leo nimetangulia kusema kwamba anjaongea kwa wakati ujao, wakati uliopita ametuashiria sisi, wewe na mimi.
Sema ninyi mitume wake hao ni sisi, ninyi chumvi, ninyi nuru. Kwa sababu Yesu ametuashiria. Hebu ungeukia aliye karibu nawe, mwambie wewe ni chumvi, wewe ni nuru. Basi naomba tuanzie hapa. Kazi ya vitu hivi, nimesema kwamba mtu yeyote yule, hata anayeombaomba 200 300 huko njiani, ana uwezo wa kununua nini? Chumvi. Kwamba ni bidhaa ya kawaida sana kwa kila mtu. Unaweza kashindwa kununua muhogo au maandazi huko barabarani, lakini tuna uwezo wa kununua chumvi kwa sababu ni bidhaa ya chini sana, lakini inaonyesha umuhimu wake kwamba hatuwezi kula chakula bila chumvi. Lakini ajabu ni kwamba unatambua chakula hakina chumvi pale, basi ukioja ukasema mbona ladha sio yenyewe, niongezewe chumvi. Na maana basi kwa udogo wetu, kwa udhaifu wetu, tunaitwa na Yesu kukwambia wewe ni chumvi, ukalete ladha, kwa sababu kwa kawaida chumvi huleta ladha. Zamani chumvi ilikuwa ni ya kuhifadhia. Hata sisi watu wanatumia chumvi kuhifadhi nini? Samaki, nyama, ipate kudumu kwa muda. Sasa wewe labda tumtazame hiyo kazi ya chumvi ya kuleta ladha na kuhifadhi. Hapa naongea wana familia wote kutoka hapa, vijana, watoto na mama, kina baba, na bibi zetu na babu zetu, mko hapa. Unaongea na watu ambao tunatoka kwenye jamii, kuanzia ngazi ya familia kwenda kwenye ngazi ya kazi. Tunafanya kazi, kila mtu na kazi yake. Mimi na kazi yangu ya upadre. Hivyo basi wito mkuu Yesu ananiashia mimi, Albanas, wewe ni chumvi, ukafanya kazi ile ile ya chumvi, kazi ya kuleta ladha katika maisha yetu. Kinyume chake ni nini? Ina maana kwamba anapowaambia mitume nyinyi ni chumvi, ana wasiwasi kwamba ladha ile imepotea, au wengine tumepoteza ladha yetu. Hata kama tuna ladha kwa 50%, wengi wetu tumepoteza, mpaka watu watasema, juzi tulikuwa tunafanya mzaa utani tu, mtu akaulizwa, hivi wewe ungepikwa kama chakula ungeoja kama mnyama gani? Wengine nasema kama kunguru, wengine yani nyama ambayo ni hazina ladha yoyote. Leo hivi tukiamua basi tutamtanua fulani hapa tumchinje, tupike nyama yake, atakuwa na ladha ile gani? Tunapokaa na watu kwenye kikao, unapozungumza, unaenda mvuto, unaponya watu, au unaenda kinyume na kwamba sisi ni wapatanishi? Kinyume cha upatanishi ni nini? Utenganishi. Hata wengine hapa ni watu wa kutenganisha watu. Hivyo basi, wito wa leo Yesu anataka watu ambao watatekeleza hichi ambacho tayari ametambulisha kwamba nyinyi ni chumvi, nyinyi ni nuru. Sasa nikawa najitazama mwenyewe, ni mara ngapi mimi nimekuwa giza kwa watu, kwa sababu kazi ya taa hii ni kuleta mwanga. Na ajabu ni kwamba tunapowasha taa hatuangalii taa, tumeshaona mwanga tayari, kwamba tunahitaji basi, hatuhitaji kuwa na sauti kubwa, cheo kikubwa, mamlaka. Tunahitaji tu washa na watu wapate kuona. Hii ni kwamba mimi na wewe, kuna mama yuko hapa, wewe baba uko hapa, hadi umesimama tu hapa, mtoto uko hapa, kijana uko hapa, kwamba kila mmoja wetu ambaye nitawapa baadaye mtihani wa kwenda nyumbani kuimba wimbo, mimi ni chumvi, mimi ni nuru. Mimi nyumbani tutaenda kuimba wimbo kwamba mimi ni chumvi, mimi ni taa. Lakini naomba turudie somo la kwanza. Uhalisia wa maneno haya tunaupata kwenye somo la kwanza. Kama umesikia somo la kwanza, Isaya anasema hivi: je, saumu niliyoichagua sio ya namna hii, kuwagawia wenye njaa chakula? Naweza kujikumbusha kidogo matendo ya huruma. Najua jana nilikuwa na watoto wa komini la kwanza wa kipaimara, ukijua kwenye mafundisho wanajua kuyakariri. Hebu tuyataje tu matatu manne matendo ya huruma, kwa sababu tumetajiwa la kwanza hapa, kuwagawia watu chakula. Nyingine naomba mnikumbushe, nyingine matendo ya huruma kwenye katekisimu yetu. Nyingine, ndugu zangu mpo? Mbona mnacheza basi, labda inaweza kuisha. Nataka mnikumbushe matendo ya huruma matatu. Ya kwanza, kuwagawia wenye njaa chakula. Nyingine,
wavika wenye wasio na nini, wasio na nguo. Imeandikwa tu hapa, unapo mtu aliye uchi umvike nguo nyingine. Wenye kiu kwamba nini? Maji. Yapo 7. Hebu tutafakari hao matatu. Tunatafakari hao matatu. Ni lini wewe kwa kujitafakari tu, sio nyumbani tu, hata ukapata unapenda kwenye daradara huko mjini, hata wengine kwenye foleni unakuta wale vijana wanaombaomba. Mara nyingine tunakuwa wachoyo sana, hata kuomba maji. Mtu ndio sana, kuna joto sana, hata kumpa ile chupa ya maji tu, chupa hii, chupa unywe, unapiga mahesabu, hii buku 10 ninayo, haina change. Yaani unapiga mahesabu utajikwa hii change sasa ni nguvu 10 tu, lakini ni kwamba tujitafakari. Wale mara nyingi niache kwamba wana njaa, ni kweli wana njaa, wana kiu. Ndio kiu hicho, kwani si ni njoo tu, wanataka chupa ya maji ambayo nimeweka kwenye gari yangu, lakini tumeshapigia mahesabu hela yetu. Lakini tumeambiwa basi saumu ni kuwagawia wenye njaa chakula, waliotupa nje kuwakaribisha, wenye hawana nguo kuwavika nguo, na nikirudia basi kwenye heri ambayo tumesoma juzi, kupatanisha watu, kufanya kwa moyo safi. Mambo haya ndugu zangu yanahitaji ukweli wa kila siku. Tuongeni ukweli. Kuna wimbo tukisoma Zaburi ya 15, kuna wimbo mtamu sana pale, Bwana ni nani? Atakaye katika wema. Naomba msikize stanza ya 2 na ya 3 inavyoenda kwa umakini. Ni mtu aenda kwa ukamili, neno ukamilika wa mtazamo, na kutenda haki, asemaye kweli wa moyo wake. Haya ni maneno, tunaimba wimbo mtamu, lakini kuwawadidhia kutenda haki. La 3 linasema hivi, na hili linatuhusu sana sisi ambao tumekuja kwenye misa ya pili. Asiyesikia kwa ulimi wake, wala humtenda mwenziwe mabaya, wala kumsengenya jirani yake. Tumsifu Kristo. Jana tumesengenyana, hatujasengenyana. Tumesengenyana sana. Tunawasema wanataka kwenye simu. Wala hakumsengenya jirani yake. Wali tunapigiana simu, tunawasema watu huko kwenye simu. Ulisikia, uliona? Ndio haya. Basi kama tunasengenyana, kuharibiana majina, ndugu zangu, ndio swala hili kwamba ladha yetu imeisha. Sijui tufundishana Kiingereza hapa kidogo. Kuna neno uchumviness, uchumvi. Uchumviness, hebu mwambie uchumviness, mwambie mwenzako uchumviness. Hii ni Kiingereza Kiswahili hiki. Yaani tunapoteza uchumviness. Unajua sijui kitakuwa ni kihaya ama ni kichaka tunaongea hapa, lakini ninachotaka kusema ni kwamba uchumvi wetu, ladha yetu imekwisha. Haipo tena kwa sababu ya maisha yetu ya kila siku. Tujitafakari mambo ambayo ya kila siku tunakutana nao. Watu ambao tunafanya labda kwenye taasisi za serikali, tunapokea rushwa, uchumviness unaisha. Mwambie mwenzako, dumisha uchumvi wako. Simuongee kwa sauti bana, dumisha uchumvi wako. Ndio mambo haya. Tunasikia, nisiingilie mambo ya siasa, utekaji, mauaji. Unakuta kwamba kiongozi wa kisiasa, ule uchumi umeisha. Mwambeni tukemee mambo haya ambayo yametupotezea ile nuru. Mimi ni nuru, mimi ni chumvi. Unyanyasaji, watu wenye roho mbaya, visasi vingi, migogoro katika familia zetu. Ladha haipo tena. Leo ni mwaliko ndugu zangu,
tudumishe hiyo ladha. Hata nikiongea masaa mawili hapa, jambo ni moja, kwamba mimi na wewe ni chumvi ya ulimwengu, kwamba Mungu ametuumba, ametujalia, tumebatizwa, kwa sababu kuna swali moja, kwamba swali ni kwamba sisi ni chumvi, lakini kubakisha ile ladha, tumebatizwa ni jambo moja, tumepewa ishara zote hizi za mwanga, kitambaa cheupe, lakini kubaki kwenye hali ile ni kazi yangu. Naomba tutafakari, hata nikiongea mpaka kesho, kwamba huu mwaliko unatuhusu. Tukumbuke kwamba tunaelekea kipindi cha Kwaresma, ndio tuna maandalizi ya kipindi cha Kwaresma cha kujirudi, lakini tunaanza mapema kujirudi, kwamba tujue sisi ni akina nani, asili yetu ni gani. Asiyesingizie kwa ulimi wake, wala kumtenda mwenziwe mabaya, wala kumsengenya jirani yake. Zangu sijui mimi ladha yangu imeisha mpaka wapi, sijui nuru ninaoleta kwa watu inafikia wapi. Jumatano iliyopita nilienda Pugu kwenye msiba wa Padre Paul Sabuni, na baba askofu mkuu akahubiri, na pale mwishoni akawapa maaskofu waliokuwepo nafasi ya kuongea na waombolezaji. Akasimama askofu wa Bagamoyo Stefano Musomba. Nilipokuwa nimeketi, nilikuwa na mapadri, tumeketi kama kawaida. Askofu alizungumza kitu mpaka padri mwenzangu akaniuliza, hivi unaelewa anachokisema askofu? Akasema, tunapoishi maisha haya tuandae watu wa kutulilia tunapokufa. Ina maana kwamba ni waandae watu, nikiondoka tu wajue kweli tumeondolewa ladha, sio kwamba watu wakafurahi kwamba nilikufa. Tujiandae sisi tutakapokuwa hatupo au umesafiri, watoto, mama, baba, wafanyikazi, watu unaofanya kazi nao, ama kutoka kitengo kingine kazini, watu wakasema kweli tumempoteza aliyekuwa chumvi na nuru. Maneno haya naomba yaingie kwenye vichwa vyetu. Utakapoondoka, ni nani atatamani turudi? Na aliuliza wengi kwa maneno hayo Jumatano. Nitaomba tusimame tuimbe wimbo mmoja, nitakushukuru kwa vile nimeumbwa. Lakini ukiimba wimbo ule unajua kwamba umeumbwa kama chumvi na nuru ya ulimwengu. Bali tupige wimbo wa nitakushukuru. Wimbo huu unajua kwamba utashukuru Mungu kwa vile umeumbwa, lakini ndani kubwa iwe ni kwamba nimeumbwa kama chumvi na nuru. Wakipiga wimbo, mkumbushe mwenzako kwamba wewe ni nuru, mwambie wewe ni nuru na wewe ni chumvi. Piga wimbo huu kwa tafakari.
Basi tukijua sisi ni chumvi na ni nuru imani yetu, na sadiki kwa Mungu mmoja. Bwana wetu Yesu Kristo alituita tuwe chumvi ya dunia na nuru ya ulimwengu. Chumvi izuie dunia isioze kwa ubaya, na nuru iangaze njia iendayo kwenye usalama wa roho na mwili. Ee Mungu, Bwana wako ametupika wajibu mkubwa wa kuwa chumvi na nuru ya dunia. Utusaidie tudumishe uchungu wetu na kuwa nuru kwa wengine. Tutaitikia kwa kuomba utusikie.
ambapo lazima sasa Jumanne tarehe ya usi kila wakati. Basi kama ilivyosema viongozi kanisa ya mapokeo ya kufundisha kutosha. Na sote tunaingiza kwa wiki ya habari. Ikiwemo gazeti ya kwa hiyo gazeti hili la kufundisha mengi sana. Leo nipata fursa ya kwa kusaidia kuzao. Atueni mbinguni kila Israeli. Nenda mbinguni kuipitisha kwa watakatifu. Somo la takatifu lakini pia sherehe. Shika mambo ya kweli zaidi. Gazeti la kiongozi na kufundisha mengi sana. Hatimaye wengi hawapenda kusoma gazeti la kanisa. Tunaona kama gazeti mengine tunaona ukao. Gazeti la kipekee sana. Unajua anapokuja kwa vijana usikose. Ndani ya gazeti hili kuna haya fulani. Unasomea gazeti hili kasema tume za kanisa Katoliki na mama lakini pia kuna makala nyingi sana. Makala hizo ni hizi zifuatazo. Siku ya 34 ya uongozi wa Mungu, Baba Mtakatifu ametoa ujumbe kuelekea siku hiyo. Baba kuhubiri namna vile ambavyo tunaweza kuitumia na kai kwa kuhitaji. Kwa hiyo Baba Mtakatifu leo kunaenda kwa kanisa
na hayati Magufuli, lakini naona kama itapatikana. Naomba ni Shemasi ajitambulishe na ninatangaza moja baada ya kuchukua shemasi. Taifa la Mungu Yesu Kristo. Mungu ni mwema. Ni furaha ya kipekee kwa kukusanya pamoja na ninyi leo hii. Kwa jina naitwa Barnaba Yesu Kiara, ni shemasi wa shirika la Watakatifu, na pia nafanya mji wangu kule Chake Chake Pemba. Kwa karibu sana Chake Chake. Pia napenda kuwashirikisha na kuwakaribisha kule Arusha tarehe 28 mwezi wa 5 mwaka 2026. Tutakuwa na maandisho kule, karibuni sana.
Nawatakia kila kitu. na madaktari wa nafasi yao, na sisi pia tunatembea na tunashukuru sana wawata watu binafsi kwa ajili ya lakini nilikuwa mbinguni tatu kuanzishe sawa yake, lakini sana watu kesho tunaenda wawe mna wa kuabudu Yesu Kristo kwa ajili yake kwa masafa mpaka usiku wa saa 12 watumishi basi waendelee kuendelea na kabla ya hapo sasa tunakuja nusu kesho nao wafuati pamoja na Mungu kwa Yesu kwa nyumba saa 11 kwa ya kusali kwa sala na wanaofanya kusikitiza kwa kusali nao kwa ajili ya sawa moja kabisa kamili kwa kusali na baada ya misa kufanya kuleta Yesu Kristo kwa Mungu kwa Yesu kuomba na kuomba kusali matendo ya ushukuru na kwa ajili ya sababu Kristo alishinda sababu amfanyie wepesi kwa sababu na nusu lakini katika siku nzima Yesu alisema kwa Yesu semeni kwa imeweka basi sababu Bwana awe nanyi.